Bado tunaelea kwenye masuala ya wanawake. Jana ilikuwa ni siku ya wanawake duniani, lakini kesho Machi 10 ni dunia inaadhimisha siku ya majaji na mahakimu wanawake, na ikiwa na lengo la kuchagiza kuwapo kwa majaji wanawake ili kuhakikisha haki katika sekta ya mahakama, na hii inatokana basi na uchache wao kwenye mahakama zote duniani. Na tumemwalika matunaye tayari hapa studio Orupa Mtae, hakimu mkazi mwandamizi mahakama ya watoto Temeke. Tutazungumza naye mambo mengi sana. Karibu sana. Asante. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Kweli. Tuanze kwanza kuangazia maadhimisho haya kwa namna ambavyo yanafanyika kwenu, yanawapa motisha kwa kiasi gani? Yanatupa motisha kama mwanamke mwingine yoyote kwanza. Kwa maana unajisikia kama kuthaminiwa, tukiacha tu kwamba mtu ni hakimu ama ni jaji, lakini kama mwanamke kwamba umethaminiwa. Kuna siku ya mwanamke duniani. Lakini pia kwa taasisi ya kimahakama tunapata pia motisha tunajifunza pia kutoka kwa watangulizi wetu. Kuna mambo mbalimbali, wapo majaji mahakimu wa kike, majaji na mahakimu wa kike ambao wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo pia inatupa chachu, kwa sababu tunakutana pamoja pale, tunaita professional networking hivi. Unajifunza vitu kutoka kwa huyu amefanya kitu gani akafanikiwa. Lakini pia namna ambavyo mnakutana mnajifunza pia vitu mbalimbali. Kwa hiyo kuna hiyo networking, lakini pia kuna namna ambavyo unapata tunasema kama kaburudiko fulani hivi. Umetoka nje. Baada ya kazi ngumu umetoka nje sasa, mmekutana na wenzako, wakati fulani mna share experience. Kuna jambo labda linakutatiza, unakutana na hakimu mwenzako, unakutana na jaji, unamwambia mheshimiwa jaji, kuna hili mimi naona kama linabadilishana mawazo. Sasa kama ni hivyo, kwa nini haya maadhimisho huwa msichague sehemu ambako sio Tanzania kabisa, labda mkatoka hapa mkaenda zenu kwenye visiwa huko vya Shelisheli, mkenda Lesotho kule mkaburudika vizuri. Kila anakuwa pale anakuwa ni mgeni. Sasa mnaenda kufanyia Dodoma ambako pia kule kuna mahakimu wengine wao watakuwa hawajatoka hawa. Nipende tu kukufahamisha kwamba pamoja na hiki ambacho kinafanyika kama maadhimisho, lakini bado baada ya pale kuna matukio kadhaa yanafanyika. Inaweza isiwe rahisi sana kufanyika kwa Tanzania nzima, lakini kwa mikoa mbalimbali. Yani ukiacha tu kwamba baada ya kesho tayari tarehe 8 ilikuwa ni ya wanawake wote duniani, lakini tayari kuna baadhi ya mikoa kimahakama wametoka, wamekaa pamoja, tunasema wamekula bata kidogo, wameburudika. Sawa, lakini Orupa, hebu tuambie wewe, kuwa hakimu mwanamke unajisikiaje? Ilikuwa ndoto yako? Ilikuwaje? Au ni fursa tu ikatokea ukasema napenyea hapa? Asante. Mimi kwanza ninamshukuru Mungu kwa fursa hii ya mimi kuwa hakimu mwanamke. Lakini nimesoma sheria, na ukisoma sheria unajikuta kama ni kitu unapenda, unajikuta unaelea humo kwenye uwigo wa sheria. Kwa unaweza ukajikuta hakimu, unaweza ukajikuta mwanasheria, au either of the two hapo. Yani ni hivyo, uwe hakimu mwanasheria, lakini uko wapi sasa? Kama ukiwa hakimu maana yake utakuwa mahakamani. Kama ukiwa mwanasheria sasa unaweza ukajikuta katika sehemu mbalimbali. Mimi binafsi ni kazi ninayoipenda, yani kutoka moyoni. Kuna mtu anakuambia practice, mimi siipendi. Tukisema practice maana yake ni kwamba unafanya kwa vitendo. Hapana, kwa maana unaingia kwenye wakili. Yani wakili ni lazima awe na wateja, au aandike labda documents, au aje mahakamani au awakilishe. Kwangu mimi ninafurahi nikiwa kwenye uhakimu zaidi kuliko kuwa kwenye uwakili. Ni kitu ninakipenda kufanya. Kukaa, kusikiliza watu, japo ni changamoto, kwa sababu tunajua kuwa hakimu au kuwa jaji ni kazi ya Mungu. Kwa sio kitu kirahisi sana, lakini ni kitu nakipenda. Kwa hiyo sio kwamba nimejikuta, ninamshukuru Mungu kwamba mimi ni hakimu. Tangu mwanzoni. Hata ulipokuwa nyumbani ulikuwa unapenda kutoa kwamba hili ukifanya hili utanitambua mimi ni nani. Unajua hapo kuna sheria lazima uifuate. Yes, na bahati mbaya sana, si ni bahati mbaya au nzuri, mimi ni dada mkubwa huko nyumbani. Hiyo ni nzuri. Sasa kuna wakati katika maeneo mengi ya kazi mtu anahisi kwamba sipewi haki kwa sababu labda pengine mimi ni mwanamke.
wewe kufanya kazi na wanaume, unajihisi kuna wakati labda kwamba lolote linalotokea hili limetokea kwa sababu mimi ni mwanamke? Okay. Au unajiona wakati mwingine wewe ni sawa tu na wanaume pale? Niseme tu kwamba kwa tamaduni zetu mara nyingi tumekuwa tuna kama mfumo dume fulani hivi kiutamaduni tu na kimila. Lakini tunapokuja sasa kwenye swala la uhakimu, mimi binafsi siwezi kusema kwamba kuna wakati ninaweza nikajisikia kwamba niko chini, nimedogoshwa, alafu mwanamume amepandishwa. Kwa nini ninasema hivyo? Tunaposikiliza mashauri mahakamani, hatutoi vitu kutokea vichwani mwetu tu. Tuna sheria, tuna kanuni, tuna miongozo. Kwa hiyo ninasikiliza kesi, baada ya kusikiliza siamui tu kutokea kokote tu kwa mawazo yangu. Nina vitu vinavyoniongoza. Kwa hiyo ninapovisikiliza, baada ya kusikiliza nitaangalia kwenye hili sheria inasemaje. Baada ya kuamua sasa, kwa utashi wangu, tunaongeza na utashi sasa, namna ambavyo wakati fulani mimi ninaamua inaweza ikawa tofauti na vile ambavyo mtu fulani au hakimu mwingine akaamua. Na ndio maana pia katika mfumo wa mahakama, pale ambapo ikatokea sasa Orupa amefanya maamuzi fulani na wewe unaona maamuzi haya sijaridhika nayo, yule mtu anapewa haki ya kukata rufaa. Ndio maana sasa pamoja na hizo sheria tulizonazo, lakini kuna namna ambavyo kila mtu ana utashi wake wa kuamua jambo ambalo ninaliangalia jambo kwa mtazamo huu na mwingine analiangalia jambo kwa mtazamo mwingine, ili sasa isionekane kwamba sasa Orupa ndio final basi, kwa sababu kuna mahakama, sisi tunaanzia na mahakama za chini, kuna mahakama ya mwanzo. Baada hapo utatoka mahakama ya wilaya. Kwa hiyo mtu kwa mfano ameanzia mahakama ya mwanzo, hajaridhika na maamuzi ya hakimu fulani, anapewa nafasi ya kuenda mahakama ya wilaya ili mtu mwingine naye aweze kuliangalia hilo jambo. Kwa hiyo swala la kwamba wanawake wanaweza wakadogoshwa, wakaonekana ni wadogo ama wakaonekana, hapana. Uwezekano huo kwa mahakama, watu wanaogopa kwa sababu mnajua sheria. Sio kuogopa sio kuogopa, lakini ni uhalisia kwamba mwisho wa siku akaamua huyu, kilichoamuliwa mahakama ya mwanzo akaenda mahakama ya wilaya kikaamuliwa hivyo hivyo, akatoka hapo mahakama ya wilaya labda akaenda mahakama kuu, bado ukakuta akaamua hivyo hivyo. Hii kesi imepita kwenye ngazi 3 tofauti na maamuzi akabakia pale pale. Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba hakuna namna yote kwamba huyu kwa sababu ni mwanamke aliamua hivi na huyu mwanamume akaamua hivi, kwa sababu sio kitu kitakachotokea kwamba automatically mahakama mwanzo akaamua mwanamke. Mahakama inaweza kutokea lakini hata kama basi ni mwanamke, wanawake 3 tofauti wakaamua kitu hiko yani kinafanana. Yes. Kwa hiyo haiwezekani swala la kudogoshwa kwa sababu tunaongozwa na sheria. Yes. Pamoja na hilo la kuongozwa na sheria, wanadamu wote wameumbwa na hisia. Lakini wanawake wanatambulika kwa kujawa na hisia zaidi kuliko wanaume. Upo katika mahakama ya watoto na wewe ni mama, dada mkubwa ambaye umekuwa na wadogo zako na hisia nyingi mseto. Hii kuna namna ama kuna wakati ulishawahi kufanya maamuzi kutokana na hisia za umama, za udada, ama na ile kujawa na msisimko wa kusema hili, alafu kuna wakati ukakao ukasema hili niliamua labda kwa sababu ya hisia zilinijaa? Kwanza niseme kwa mahakama ambayo mimi nipo, kuna nyakati ambazo kibinadamu unaweza ukakutana hisia. Ile ni mahakama inaitwa mahakama ya mtoto, ambayo tunasikiliza mashauri ya watoto kwa maana ya kesi za jinai ambazo watoto wamefanya makosa mbalimbali ambayo yanatambulika kwenye sheria za nchi. Wakati fulani watoto mashauri ambayo yanaweza ukakutana nayo ni mashauri ya ukatili wa kijinsia. Mtoto amebakwa, mtoto amelawitiwa, sawa, lakini pia tunasikiliza mashauri mengine ya matunzo. Kwa maana baba hatunzi familia. Kwa hiyo kibinadamu unaweza ukajikuta unakuwa na hisia fulani. Lakini hisia hizi hakuna namna ambavyo zitakupasa au zikulazimishe ufanye maamuzi kihisia. Mahakama tunasema ni impartial. Yani kwa maana ya unatakiwa unasikiliza upande huu, unasikiliza upande huu, unakaa katikati. Ukiona sheria
kanuni zinasemaje? Kwa hiyo hata kama wakati wa usikilizaji ukajikuta kwa bahati mbaya kibinadamu ukawa na hisia fulani kwa namna ambavyo shauri unalisikiliza, lakini hilo lisikufanye wewe kufanya maamuzi kihisia. Na ikatokea kwa mfano unaona ili shauri nikilisikiliza linaweza likanifanya nisitoe maamuzi sahihi, likanitoa kwenye utaratibu wa kusikiliza kesi, una haki ya kumwambia inchaji ambaye yeye ndo anapanga mashauri, kumwambia kwenye shauri hili naomba nijitoe, naona sitatenda haki kwenye ile shauri, apangiwe. Unatangaza maslahi mapema kabisa, unasema nijitoe, naona kwenye shauri hili sitatenda haki, ninaomba nijitoe ili asikilize mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama itatokea nyakati fulani unakutwa na hisia, lakini kule kunapofikia kwenye maamuzi, kwa sababu unasikiliza kesi, ukimaliza sasa unakaa chini uandike. Haipaswi kutoa maamuzi ya kihisia. Kwa sababu leo nimetoa maamuzi haya ya hisia, kesho linaweza likaja shauri la namna hiyo hiyo ambalo sasa sikutwi na hisia zozote, kwa sababu labda huyu kinachonipelekea hisia, labda mtoto aliyefanywa lile tukio anafanana na umri na mtoto wangu. Sasa badala ya kusikiliza kesi naanza kuwaza yule kijana wangu nyumbani kwa mfano ndo kafanywa hivi. Sasa kesho kutwa akaja mtoto mwingine wa design hiyo. Kwa hiyo ukiacha tu haya mashauri ya watoto, hata mahakama zingine bado sisi hatupaswi kuendesha mashauri kwa hisia. Tunaongozwa na kanuni na sheria. Unasikiliza kesi, sheria inasemaje? Mtu ameshtakiwa kwa kosa fulani, adhabu ni nini? Kwa sababu viko wazi. Adhabu ni nini? Adhabu yake ni unatembea kwenye adhabu. Sawa. Ili mimi na wewe kwa mwezi huu tangu umeingia tumeshazungumza maneno yenye kufanana kwa kila wakati. Sijajua ni kwa sababu gani. Wakati wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Tumetikia kwa pamoja. Sijajua ni nini. Orupa. Ndio. Kuna swala hili ambalo liko wazi kwamba mahakimu wanawake ni wachache. Tangu umeingia kwenye fani hii na umekuwa hakimu kwa miaka kadhaa, umehisi labda au kuchunguza kwamba ni nini sababu kubwa hasa ya mahakimu na majaji wanawake kuwa wachache? Okay, labda mimi niseme kitu kimoja. Mwanzoni kuna kitu nilikiongelea kuhusu kama kuna utamaduni fulani hivi. Historia yetu, ama turudi tu kwanza kwenye utamaduni na mila. Sisi kama wa Tanzania, wa Afrika, mila zetu zilikuwa haziruhusu wanawake kuingia kushika majukumu. Lakini pia hata tukirudi kwenye vitabu vya dini tunakubaliana, si ndio? Tunakubaliana kwamba mama ni mlezi wa familia. Kwa hiyo hata hizo tamaduni zetu hawajazitoa tu popote, wametoka huko kwenye vitabu vyetu vya dini kwamba mama ni mlezi. Kwa hiyo kwa sababu kulikuwa hakuna mwamko mkubwa wakati wa nyuma kutokana na hizo tamaduni na mila, kwa hiyo wanawake wakawa hawapati nini? Nafasi. Hawapati nafasi kwenye nini? Hawapati nafasi kwenye elimu. Kipindi cha nyuma wote tunajua kwamba mzazi, baba especially, anaona anasomesha mtoto wa kike alafu akaolewe. Akishaolewa mimi nafaidika nini? Ameenda kwenye mji mwingine, si ndo tamaduni za Kitanzania? Nimeolewa, nimeenda kwa mume wangu. Nitakumbuka kwamba baba kule nikanunua hata kishati kimoja baba apendeze. Nisini mpaka kwanza, au nikitaka kununua shati nimfuate baba mume wangu sasa. Nimwambia nataka nimnunulie baba shati. Baba sema tuna hela. Kwa baba sasa, huyu baba yangu mzazi anaona sasa nasomesha kwa faida gani? Ndio. Kutoka awali mwanzoni tamaduni zetu zilikuwa hazimpi nafasi mwanamke kwenye sekta mbalimbali za elimu, za nini. Kwa sasa kama hajatoka kwenye elimu, atapata nafasi wapi huku kwenye uongozi? Saa ngapi? Hilo ni la kwanza. Sawa. Lakini la pili ni hayo tuliosema kwamba ni majukumu ya nini sasa? Ya kifamilia. Mama tumesema ni mlezi. Mama ndivyo tulivyoumbwa pia, kwamba wakati fulani umeolewa, baada ya kuolewa utakuwa mjamzito Mungu akikujalia. Kuna hizo maternity. Nani sasa kwenye sekta fulani hivi za binafsi unaweza kukuta mtu unampa maternity leave siku zile zote unazompa. Unaona si ana lose hapa, yani kwa maana anapungua. Kwa anaona bora nisimwajiri mwanamke, ni mwajiri mwanamume.
Lakini bahati nzuri kwa kweli sasa hivi tunakubaliana kwamba mwamko umekuwa mkubwa tu. Wakati fulani kwenye nchi tumekuwa na spika. Bahati nzuri sasa hivi tuna rais. Kwa hiyo tofauti na zamani, kwa sababu tunaenda kwa pamoja, tunaenda na facts, kwa maana kwamba toka awali kilichopelekea kwamba pasiwe na majaji na mahakimu wengi ni kwa sababu toka mwanzo tumeenda kwa mfumo fulani hivi ambao sasa tumefika hatua tunatamani wawepo, ila sasa wakati fulani wanaweza wasifiti, wanaofiti wako finyu kutokana na huku nyuma historia yetu hawakuendelezwa. Ili akae kwenye nafasi ile pale anatakiwa awe na vigezo. Umesoma sheria, unatakiwa uwe hakimu, wewe umesoma sheria, umeenda law school. Sasa mwenzangu na mie kaishia darasa la 7, utamweka pale? Uwezi. Uwezi. Mheshimiwa Hakimu, ni hilo tunalisikia mara nyingi. Mheshimiwa Hakimu anasema namna ile mtuhumiwa, na nyinyi wenyewe mnaitana hivyo hivyo mheshimiwa? Anacheka. Ukiita mheshimiwa unampa mwenzako hadhi yake. Kuna mwingine anapenda kuitwa hivyo. Kuna mwingine anaona ni sawa ukiniita Orupa, kwa sababu kile ni cheo tu. Nikitoka kwenye kile cheo, mimi nikirudi nyumbani, mimi ni Orupa, mimi ni mama, mimi ni mke. Yes. Kwa hiyo kazini ni vyema ukamtambua mtu kwa cheo chako, kwa sababu mimi naamini pia ukiwa kwa mfano kama hata nyinyi hapa ametokea bosi hapa, utamuita kwa jina lake? Ngumu, ina ukakasi. Inaleta ukakasi. Inaleta ukakasi. Kwa hiyo sasa mimi ni hakimu nikakutana na jaji, siwezi kumuita kwa jina lake. Ni obvious, unampa heshima yake. Lakini pia kwa hakimu mwenzako mnapokuwa ofisini ni vyema ukamtambua kwa hadhi yake. Whether unless aje akwambie bwana hapa pamoja na kwamba tuko kazini, wewe niite Orupa, maisha yaende. Lakini hata wale watuhumiwa anapotaka kuuliza kitu au anapotaka kuomba kitu kwako, lazima anatanguliza neno mheshimiwa. Ni utaratibu wa lazima ama ni hiari? Niseme tu ni utaratibu. Tunasema kama culture hivi ya kimahakama kwamba kwa sababu mtu yuko pale mbele ya hakimu, anaposema mheshimiwa hakimu, tumesema kile ni cheo. Kama ambavyo unaweza kusema mheshimiwa jaji, unaweza ukasema mheshimiwa rais, ukasema mheshimiwa mbunge au mwalimu. Yes, kama mwalimu tuachane basi, au daktari. Ukifika pale kwa daktari, si lazima unaambia daktari, samahani, nina hiki na hiki na hiki na hiki. Huwezi kumuita kwa jina lake. Basi na sisi tunakuita mheshimiwa. Na kwa mantiki hiyo, kuna msikilizaji hapa anasema, amesema naomba nitamke hiyo mheshimiwa hakimu Orupa, kwamba pamoja na kwamba mnaongozwa na sheria na kanuni na utaratibu kwenye utoaji wa haki na maamuzi katika kesi mnazosikiliza, lakini wewe binafsi kuna wakati uliwahi kutoa maamuzi ambayo uliyajutia kutokana na hisia? Yani sasa tuache ile ya kusema kwa kawaida tunafanya kazi kwa kufuata hivi. Sawa. Mimi binafsi sijawahi kutoa maamuzi ambayo yalinifanya niliyatoa kwa hisia. Bahati nzuri nilianzia mahakama za chini. Mimi nilianza mahakama ya mwanzo ambayo kifupi tu ni kwamba sijawahi kutoa maamuzi ambayo baadaye nilikuja kuyajutia. Kesi gani ngumu umewahi kukutana nayo? Kesi ngumu zipo, kwa sababu nilianzia mahakama ya mwanzo. Unampeleka mtu jela, ni sheria inataka hivyo, unampeleka mtu jela wakati fulani kifungo cha maisha. Amefanya kosa na ndio haki yake kupewa kifungo cha maisha. Kwa sio kujutia, lakini kwa sababu... Na ulishawahi kumhukumu mtu kwenda kifungo cha maisha gerezani? Ndiyo, nimeshawahi. Mara ngapi hapana, lakini nimewahi. Kwa hiyo kwa sababu umempeleka mtu unajikuta tu kibinadamu kwamba unajua anaenda kutumikia kifungo cha maisha, lakini ndivyo sheria inavyotaka. Sikujuta kwa sababu sikumuonea, nilisikiliza kesi. Baada ya kusikiliza amefanya kosa fulani, sheria inasemaje? Sheria inasema aende kifungo cha maisha. Yes. Kwa hiyo ni nyakati fulani ngumu kwa sababu kidogo zinakufanya ufikirie, utafakari, lakini ndivyo sheria ilivyo. Ila pia kuna wakati umesema hapo kwamba umeanzia mahakama ya mwanzo. Ndio. Sasa hiyo hukumu ulitoa ukiwa mahakama gani? Hapana, sikuwa mahakama ya mwanzo. Sikuwa mahakama ya mwanzo. Na umekuwepo kwenye utekelezaji wa majukumu yako haya kwa muda gani?
Kwa muda kidogo zaidi ya kama miaka 10 hivi. Hongera Asante. kubwa. Asante. Na sasa tunaona maadhimisho haya yanafanyika kushajihisha, kuwapa motisha wanawake, wasichana kuingia kwenye tasnia hii ya sheria na masuala ya kihakimu na uamuzi wa namna hiyo. Unaona kuna juhudi zinapigwa hivi sasa za kuwapa wanawake uungwaji mkono wa kufikia katika mafanikio hayo? Zinafanyika na ziko wazi. Uzuri saizi tuko kwenye teknolojia mambo yanaonekana Yes, zinaonekana. Wapo majaji wanateuliwa wanawake, mahakimu tupo, lakini ukitoka hata kwenye nje ya mahakama tunaona namna ambavyo mwanamke anafiti sehemu fulani na anapewa hiyo nafasi na anaonyesha kwamba hakupendelewa, anafiti kwenye hiyo nafasi na anafanya, tunasema anaonyesha results. Kwa hiyo hakuna uungwaji mkono upo kwa asilimia kubwa tu. Hata wababa sasa hivi wanatusapoti kwamba mama ametoka, ameenda, amepata nafasi na anafanya. Sasa Mheshimiwa Hakimu, hapo kwenye masuala ya teknolojia sasa hivi tuna AI ambayo inarahisisha sana masuala ya ujifunzaji, lakini miaka 2-3 nyuma law school kule shule ya sheria, matokeo yalikuwa yakitoka si ya kuridhisha kwa wanasheria wengi. Kiasi kikubwa walikuwa wakishindwa kufikia zile marks zenu, nyinyi wataalamu mnaelewa. Unafikiri ni kwa namna gani teknolojia inaweza ikawa msaada bila kuathiri ule utashi binafsi wa kujifunza wa wanafunzi? Okay. Teknolojia ni nzuri, tunakubaliana, ina faida nyingi tu lakini sasa kwenye namna ambavyo inaweza ikasaidia bila kuathiri, ninaweza kusema pia inaweza ikawa kama mtu binafsi kidogo, kwamba mwanzoni tumekubaliana mimi na nyinyi kwamba sisi tunaongozwa na sheria. Sawa Kwa hiyo AI pia sio kitu kibaya, ni kitu kizuri kwa sababu kinatusaidia kwenye mambo mbalimbali lakini lazima ujikite kwenye miongozo na sheria zile ambazo unaweza ukasikiliza kesi ukatafuta namna ambavyo ukapata msaada huku kwenye teknolojia lakini isiathiri nini ambacho unatakiwa kukiamua kwenye maamuzi yako. Vivyo hivyo hata kwa wanafunzi wanapokuwa shuleni, kutumia teknolojia sio kitu kibaya, lakini anatumiaje hiyo teknolojia? Anaitumia kwa namna ambavyo inamsaidia kupanua wigo wake wa kuelewa mambo, au anatumia teknolojia tunaita ana copy na kupesti. Kwa hiyo yeye mwenyewe aone namna ambavyo teknolojia inaweza ikamsaidia katika kazi zake pale shuleni, au kama ni mfanyakazi, sio lazima mahakama, hata watu wengine wanatumia teknolojia. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe aone hiki ninachokifanya kinanisaidia kukuza uelewa wangu na katika kukuza tasnia, chochote kile ninachokifanya katika kazi yangu, au kinanidumaza, kwa sababu usipofanya vizuri pia teknolojia inakudumaza. Sawa, kuna maswali kidogo hapa. Huyu anasema naomba kuuliza, kuna tofauti gani kati ya hakimu na jaji? Okay, tofauti ya hakimu na jaji ni maeneo ambapo tunafanyia kazi. Tuna mahakama, mwanzo niligusia kidogo, tuna mahakama za mwanzo, tuna mahakama za wilaya, tuna mahakama za hakimu mkazi, na tuna mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Mahakimu wote wanafanya kazi kwenye mahakama za chini, kwa maana ya mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi. Majaji wanafanya kazi kwenye mahakama kuu na mahakama za rufaa. Ndio wanaitwa majaji. Lakini kwa elimu inaweza ikawa ni ile ile. Kigezo kikubwa mtu huwa umesoma sheria, lakini kuna vingine vya ziada ambavyo ni siri yenu. Sawa. Ngoi Chuma anasema habari za hapo studio. Anasema ni kweli kabisa hakimu anachokisema kwamba kutoa uamuzi kihisia sio vizuri. Kutoka Gongo la Mboto ndiko anakopatikana. Asante. Amekuunga mkono. Asante sana, nimeshukuru. Huyu kutoka Bagamoyo, Choga Abdallah, anasema ili uwe hakimu unatakiwa uwe na elimu hadi kidato cha ngapi, au uende chuo gani? Okay, nimeigusia kidogo hapo. Naam. Anasema
Huyu anaandika anasema, nimejifunza vingi. Hakika kuwa hakimu ama jaji kunataka moyo. Kumhukumu mtu kifungo kama hicho cha maisha, naweza nikaweweseka usiku kucha. Anasema nampongeza na kumpa pole kwa wakati mmoja. Jaji amefanya kazi nzuri na kila laheri kwao katika maadhimisho yao. Anasema anaitwa Hamisi Kisheri, anapatikana Kibamba. Tunashukuru sana na muda nao umetukimbia, maswali ni mengi, lakini tukufahamishe tu msikilizaji kwamba maadhimisho haya yanafanyika kesho, ambayo ni tarehe Machi 10. Dunia inaadhimisha siku ya majaji na mahakimu wanawake, ikiwa na lengo la kuchagiza kuwapo kwa majaji wanawake ili kuhakikisha haki katika sekta ya mahakama. Na ufahamu kwamba maadhimisho haya kitaifa yanafanyika kule Dodoma, ikiwa na kauli mbiu inayosema haki sawa kwa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi kufikia dira 2050. Tukupe walau sekunde 30 za tunapokamilisha hapa, nini unawaambia wanawake, wasichana katika tasnia yako na wale wanaotusikiliza? Asante. Ninachoweza kuwaambia wanawake na wasichana ni kwamba tunaweza. Tumepewa wakati fulani, tumepewa nafasi na tunaweza. Kwa hiyo niwape tu rai kwamba pale tunapopata nafasi, tunapoaminiwa, basi tuzitumie pia nafasi hizi vizuri kuonyesha matokeo. Mtu akikuamini kwamba hii anaweza asifanye mwanamke, lakini ukafanya na ukaonyesha matokeo. Lakini pia wakati fulani tusijidogoshe. Yes, tusijidogoshe. Nilikuwa naongea na kaka yangu hapo nje, nikasema nikipata nafasi, kuna wakati mashauri tunayoyasikiliza na mashauri ya matunzo. Mwanamke anakuja mahakamani kwa sababu baba ametelekeza familia. Wakati fulani natamani kupata nafasi kuzungumza nao. Naambia, unajua hela ya kuomba ya kukinga hivi ngumu. Ukipambana ukitafuta yako, huyu mwanamume pia unaweza ukamsema, huyu mbona kana jeuri kidogo hivi. Japo sio, lakini anapaswa kutunza. Ila ukiwa na ya kwako, hata mwanamume akiondoka, watoto wanakula, utingishiki. Sawa. Asante. Tunakushukuru sana Jaji Orupa huyo. Hakimu Orupa ambaye ni hakimu mkazi mwandamizi mahakama ya watoto Temeke. Tumejadili naye mengi hapa, bila shaka msikilizaji umefahamu mengi. FM kutoka Dar es Salaam.